Wafugaji wa kijiji cha Rwakaremera kata Kasuro wilayani Ngara mkoani Kagera wamempongeza mkuu wa wilaya ya Ngara Kanali Mathias Kahabi kwa kurudisha hekari 1500 kutoka kwa Jackson aliyejimilikisha eneo hilo kinyume na utaratibu. Wafugaji hao wameendelea kutoa pongezi kwa halmashauri ya wilaya ya Ngara kwa kutoa ushirikiano wa kutatua changamoto za wafugaji pale wanapohitajika. Kwanza nikupongeze kwa kazi uliyoifanya. Hapa umetuonyesha ukasema kwamba kwenye miguu umetoboka, lakini hiyo kazi sio bure. Inawezekana Mungu alikuleta Ngara kwa kumaliza haya aliyoko Ngara. Niseme kwamba kwa wilaya nzima ya Ngara, lakini kijiji cha Rwakaremera umetufanyia kazi kubwa sana. Tunatambua hilo, lakini wafugaji mlioko hapa mtambua hili ni la mara ya pili. Nakumbuka mwanzoni palikuwepo na mgogoro kule. Baadaye ukaagiza tena kwenye kamati hiyo, ukanitachi mimi, ukanitachi na sasa. Ukafanya kazi ile na ikabaki salama kwa kupitia mwenyekiti wa kijiji. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nikisema kwamba kazi hizo unazozifanya zinatokana na kuwa na viongozi makini pamoja na kijana mmoja au niseme sijui ni mzee, sijui ni mwenye upaa anayeitwa Zofiro. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Zofiro huyu unayemuona ukimuona ufupi, mambo anayoyafanya kwenye kijiji cha Rwakaremera ni vitu viwili tofauti. Ukisha kuwa kiongozi wote ni wa kwako kama ulivyokunaeleza. Niseme hayo kwa wafugaji. Mkubali kwamba Zofiro kazi anayowatendea yawezekana na Mungu kwa Rwakaremera alimleta ili arekebishe Rwakaremera inavyokaa. DC kazi ya bwana anayeitwa Jackson usingeijua isingetokea kwenye kijiji cha hawa wawili ambacho kinaitwa Rwakaremera hiyo wakuletee kwako. Lakini baada ya kuona machungu yaliyoko Rwakaremera, akakaa na serikali yake ambayo ni makini, wakaleta habari kwako, ukaweka mchakato kama ulivyokuwa unasema. Leo hii unaturudishia furaha watu wa Rwakaremera, hatuna cha kukupa ndugu yangu. Lakini mimi niseme kijiji cha Kasuro au kata ya Kasuro bado tunakuhitaji. Niseme bado tunakuhitaji. Swala hili linalofanyika kwa Rwakaremera lifanyike hata kwingine. Mheshimiwa DC, jana mimi ukuniona hapa na si kawaida yangu mimi mikutano kama hii kukosa. Na muomba Mwenyezi Mungu alinipa nafasi hii akinitambua, ni kipindi changu cha 3 sasa. Jana tulikuwa kijiji cha Kasuro, ikikupendeza kazi uliyoifanya Rwakaremera, hivyo ikiwezekana ifanyike na Kasuro. Nasema hayo kwa machungu kwa sababu ardhi hii ni ya wana Kasuro. Ardhi hii ni ya wana Rwakaremera kama hivyo kunaeleza. Lakini vitu vinafuatwa kisheria. Unapotoa maelekezo kama DC wewe, haina budi sisi watu wa chini kuyafanyia kazi. Maisha yetu. Asante sana Mheshimiwa DC. Sisi kama wafugaji kwanza tunaona kama ni maajabu. Hatujawahi kukutana na kitu cha namna hii. Na zaidi ya miaka 30 katika maeneo haya tumekuwa tukipata shida ima ziishie kwetu au watu waamue kunyosha mikono waondoke. Serikali ilikuwa kama vile inatuona kama haituoni. Lakini tangia umefika katika wilaya hii tumeona matunda yako. Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu na akuinue hapo ulipo uende mbali zaidi. Hili Mheshimiwa mtendaji alisema kuhusu wafugaji. Hapa niseme tulikuwa kama na serikali mbili. Kwa wale wanaofahamu watajua. Sasa ile serikali moja imefanya nini? Tumebaki sasa watu ni wamoja. Nafikiri kikao kingine kitakachofuata baada ya hiki utawaona wafugaji wote. Maki walikuwa wanapata maelekezo tofauti. Huyu anawaambia njoo huku, huyu anawaambia njoo huku. Kwa hiyo tusingeweza kufanya nini? Yaani kila mtu alikuwa na hofu nani wa kumfuata. Kama tulivyokuwa tunaogopa kuingia humu. Hii sehemu inaeka zaidi ya 1500. Kipindi kile wanapima kuna sehemu ya kufua kwa sababu ya maji. Leo ukisema uende mpaka mwisho utaweza kukosa 1600 au 700. Huo ni uhakika kabisa. Kwa hiyo tuna uhakika wale wote walioomba wakafuata taratibu na serikali yetu ya kijiji ikawafuatilia ikawapita, tutafuata sehemu nzuri, kila mtu atapata sehemu nzuri ya kufugia na kupata maelekezo. Kwa sababu hakuna kitu ambacho uweze kuweka maelekezo kama utafanikiwa. Lazima tuweke kanuni za kuweza kutuongoza katika ya mapori. Sisi tukuahidi na tuahidi serikali ya kijiji kwamba tuko bega kwa bega na serikali.
kazi ulioifanya tuweze kubali haribike hivi, kwamba watu tena waje huku waanze kupigana wao kwa wao, itakuwa ni maajabu. Tulikuwa na mgogoro miaka kama 5 iliyopita kule nyuma, baada ya kuwa tumesuluhisha, hakuna leo hata mmoja anayefanya nini, anayelalamika. Kwa baada ya hapo tunaenda kuweka utaratibu ambao ni mzuri, ili kila mfugaji hata mwenye ng'ombe moja awe na fursa ya kufanya nini, ya kufuga. Sio kwa sababu mimi na ng'ombe 300 ndio nao uwezo kufuga peke yangu. Hapana, hii ni mali yetu, ni mali ya serikali kama ulivyosikia kwamba ni Rwakaremera. Lakini ukiangalia watu walioko humu, nadhani Tanzania nzima kila kabila iko humu inafuga kwa amani, lakini yote kwa kivuli cha nani, cha mwenyekiti wetu wa serikali ya kijiji. Tumekuja sana kwako kwenye mikutano ya mle ndani, ulikuwa unaona alivyokuwa akisimama misimamo yake. Juzi ulifika pale ukamwambia nyie, akamwambia mkuu, hapana sio hivyo, lakini mwisho wa siku ulimuelewa na yeye alielewa, akafanya subira. Wanasema leo tumepata matunda. Mungeruhusu kwamba hebu kila mtu afanye anavyojua, nadhani hizo ng'ombe zote zilishafanya nini, zilikuwa zimeshakufa. Lakini tulikubali kwamba twende na sheria, hata kama ni miaka 5 tutafanya nini, tutavumilia. Leo tumefika mwisho, tunakushukuru sana. Tunakushukuru wewe binafsi, serikali ya wilaya, kamati ya ulinzi na usalama, ofisi ya halmashauri haikututupa. Tulikuwa tukipata shida, tumeenda huku, tumemtafuta Ngowi, mambo yote yamefika sehemu, tumefika mwisho. Kwa hiyo sisi sasa ni jukumu letu kama ulivyosema, tulinde ile sehemu. Atakayeingia bila idhini ya kijiji, bila idhini ya serikali, tutakuletea kwamba bwana huyu mtu ni mvugaji na yeye mtusaidie afanye nini. Lakini na uhakika 100% hali hapa itakuja kuwa nzuri. Asanteni sana. Chacha Nchama Mwita, jina maarufu Juma Nchama Mwita. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunashukuru kwa niaba ya Chama cha Wafugaji Wilaya Ngara. Mwenyekiti wangu amepata dharura, yuko ameenda Mwanza. Lakini tunakushukuru kwa kututatulia migogoro yetu ya wafugaji wilaya Ngara, lakini ikiwemo sio huu tu, umetutatulia makubwa zaidi. Hata mgogoro uliotukumba juzi kati hapa, Mheshimiwa Rwashande, ulitutatulia haraka sana. Anakushukuru na tunakushukuru sana. Si kwamba makubwa uliyofanya ni hili tu, ni mengi uliyotutatulia wilaya Ngara. Hatuna cha kukupa, bali tunakushukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kuendelea kutusikiliza kama Chama cha Wafugaji Wilaya Ngara. Leo tumepata mtetezi wetu Mkuu wa Wilaya, anatusikiliza kwa haraka sana, kama tunavyokuletea shida zetu unatusikiliza. Yunus Chombo au jina lingine maarufu, anwani yangu ni naitwa Mtemi. Sasa nakushukuru kwanza, asante sana kwa kazi uliyoifanya. Mimi na huyu bwana sisi ni wahanga. Huyu bwana amechukua ng'ombe zangu 140. Huyu mwenye zizi ile hapa nani? Jackson. Unaona? Sisi tunavyotuona hapa, tulikuwa wanatuita wanaharakati kufanya mapambano ili kijiji kiwe salama hiki, kwa sababu tulikuwa ni wajumbe wa serikali ya kijiji. Unaona? Tumeng'ang'ana sana ili eneo libakie wazi, lakini tulishindwa. Inabidi kubali kushindwa. Tulishindwa. Tukiwa na bwana Kanyasu akiwa mkuu wa wilaya hapa, tukiwa na bwana Nyakonje akiwa mkuu wa wilaya hapa, tumehangaika sana kuweza kumuondoa huyo bwana kwa mambo yake alikuwa anafanya. Kwa hiyo hapa nashangaa kwenye mkutano huu kuna watu zamani tulikuwa tunasema wahamiaji haramu, leo waligeuka wakaitwa walowezi. Hivi hapa kuna walowezi wapo hapa? Je, huko hawapo? Kule nyuma wapo. Si wapo, na ndio wanategemea kuja kuchungia hapa. Hapa unasema kwamba tupo wa Tanzania hapo, lakini bado kuna yale machipukizi tunayosijui wanaita vizimu sijui vitu gani wako pembeni, na ndio wanaotegemewa kufanya hapa kazi. Sasa basi, kwa vile mwenyekiti wetu yuko hapa amesimama kidete pamoja na wewe, umeweza kutoa kile kisiki cha mkalitusi hiyo kilichokuwa kimeshindikana, nafikiri mambo yataenda vizuri. Na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ndiyo, lakini pia nipeleke pongezi zangu kwa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, lakini kamati ya ulinzi na usalama ya kata, ya kijiji, vile vile wafugaji, uongozi wetu wa wafugaji na wafugaji kwa ujumla. Mheshimiwa, mimi sio mara moja au mara mbili kukutana na wewe. Tumekutana mara nyingi na sehemu tofauti tofauti, lakini zaidi nikifika ofisini kwako huwa nafika kwa migogoro. Utakuwa mgogoro mkubwa tena wa pili baada ya kumaliza ule wa kwanza ambao nao ulinihusu mimi. Lakini kwa bahati nzuri viongozi na wewe na kamati yako ya ulinzi na usalama na mwenyekiti wetu hapa wa chama na viongozi wengine walikaa kidete, swala lile likaisha kama viongozi walivyosema,
na hivi tunavyozungumza kule tunakofugia sasa pako shwari. Habari ya historia ya eneo hili, na kimsingi ni eneo la kihistoria sana. Wakati mimi nilikuwa mwenyekiti wa kijiji, lakini wakati nachukua majukumu ya kuwa mwenyekiti wa kijiji, aliyekuwa mwenyekiti sasa nyuma yangu, mbele yangu, alikuwa ni mheshimiwa diwani wa sasa, na yeye alipokea kijiji kutoka kwa huyu bwana ambaye alikuwa mwenyekiti sasa wa kijiji hiki. Kwa hiyo historia ipo ndefu ya maeneo haya, na ndugu zetu wafugaji, ufugaji huu katika kijiji hiki ni wa historia, ni wa miaka. Siku moja tukiwa ofisini kwako, mtu mmoja akajigamba kwamba mimi ndo mfugaji namba 1 kwenye kijiji hiki. Bwana Jackson, tuko ofisini kwako, nikamwambia ni uongo, ni sawa sawa na watu unasikia nakwambia mimi ndo nianza kuiona ziwa Victoria, ziwa iliyopo Lumbo na Mwenyezi Mungu. Mtu anakuja leo kutoka Ujerumani anasema yeye ndo wa kwanza kuliona. Ndio kama Jackson hivyo, na nimkataa mbele yako. Alikuja, alikuta wafanyakazi, mimi wafugaji walikuwepo, na wetu hata sisi tulikuwepo kama wafugaji. Sasa kama hatukuwepo, alikuwa anaiba nini? Sio alikuwa anaiba ng'ombe zetu? Zilitoka wapi? Wao walikuja na ng'ombe nyingi, lakini na mkakati wa kutudhoofisha. Na wafugaji wetu sisi walianza kuogopa, tuliingia wasiwasi kwa sababu walikuwa na timu yenye ushirikiano. Na ndio maana nitoa ushauri kwa viongozi wangu hapa, kama tutahitaji kufuga ni lazima tushikamane. Na mshikamano huo tulioanzisha ukaja ukaunga mkono, sasa unaelekea kutupa nguvu. Wakati unazungumza habari ya ufugaji, ili kundi unaloliona hapa mbele yako linalojiita wafugaji, ni wafugaji wadogo wadogo. Sio kama naeleweka? Yeah. Tuna wafugaji wakubwa wapo kijiji. Majina anaitwa Philbert Kiza. Ni mkulima mfugaji wa Karimera. Shukrani zaja kwako. Inawezekana wengine walikuwa hawajakuona, wanakusikia unavyofanya kazi. Nadhani ni mara ya kwanza katika wilaya yetu kuona mkuu wa wilaya anayeweza kutembea kwa mguu mpaka naota malengelenge kwa ajili ya wananchi. Sasa Mungu atupe nini? Tunaomba hiyo 60 ikamilikie hapa, tukupeleke mpaka nyumbani upumzike salama kabisa. Ongezee cheo kabisa. Hiyo cheo hapo tunapomwombea na wenyewe kule walai wanapokea. Unajua unapomwombea kule na wenyewe wanaoteua wanastuka. Ndio. Na kitu kule kiasi. Wewe ni hazina. Kwanza kwa Ngara, na inawezekana maeneo mengi ya Tanzania. Tunakuona ratiba zako za utendaji katika wilaya yetu, kwa kweli haulali. Na sasa hili linalofanyika hapa ni ajabu. Kitu kilichoshindikana miaka zaidi ya 20. Mimi niwahi kuwa kiongozi katika watu ambao tulishindwa kufanya kazi pamoja na wao. Kulikuwa na milima fulani inaitwa milima ya Jackson. Nafikiri watu noti hii ni ya Kariba kule. Milima ya Jackson alivyotoka huko nadhani ndio alikuja huko. Lakini wameniamini mimi siyo kukanyaga. Kwanza unakanyagaje kwenye maji? Unaenda na nani? Nani anakuzindukia? Palikuwa hapafikiki. Na huyu mtu kama mnataka kumpelekea wengine salamu mpelekee. Kwamba fulani aliongea hivi. Lakini huyu mtu ni balaa. Lakini kwa kile ambacho Mheshimiwa DC umetuanzishia, hii ni nguvu kubwa, haiwezi kuchezewa kabisa. Maana kwa sababu watu kwa waharibu ni sawa sawa umevunja kitu. Na sisi sasa nakuja jambo la pili ambalo ni ushauri. Sisi wengine wameshasema hasa ambacho tunatakiwa kufanya hapa, sio ule ufugaji sasa wa holela. Maana yake ufugaji wa holela, mtu anafuga ng'ombe hajulikani wangapi, hajulikani yeye ni nani, hajulikani anafugia wapi. Sasa mahali pa kufugia tumepaona, idadi ya wafugaji tunaiona. Tutataka kujua, viongozi mtusaidie, idadi ya ng'ombe. Kila wakati tunajua ng'ombe ni wangapi. Hata unapotaka kuwasiliana na wafugaji unawasiliana nao kwa urahisi. Kwanza unajua majina, unajua anakufugia na unajua na kiasi wanachofuga kabisa. Lakini kama tunasema ufugaji ni maisha yetu na maisha yetu ni ufugaji, tukisha hata kwa ng'ombe 5 wakusaidie kifamilia. Sasa ushauri mwingine, viongozi mna kazi. Aliyosema Brighton hapa Kizito, kuna watu wanabeba mizigo ya watu wengine, wanaitwa wafugaji lakini si ng'ombe wao. Na sisi tutapewa maeneo hapa, tutafuga
kidogo kidogo kidogo, lakini kwa pamoja tunashirikiana. Mtaona makundi yatakavyoshuka hapa. Viongozi tutakuwa tunapata taarifa. Jamani, kuna hili, kuna mtu kaja kufuga hapa hatumfahamu. Hayo yapo hata huko. Taratibu hatutatumia utaratibu huu, lakini niombe huko kwingine nje, taratibu mwanze kuangalia mfugaji ni nani na anafugia wapi na nini. Hata mkuu wa wilaya unapoitisha fugaji, njooni tunataka na kamchango, kuna mwenje, kuna nini, kuna ujazo. Ujulikane wewe una nini, kama ng'ombe wewe si mfugaji, tujue. Hili litatusaidia. Viongozi wa idara ya mifugo, Dr. Ngowi, tusaidie. Nikiwa diwani kule mlikuwa mkituambia ng'ombe mmoja anastahili kula 2.5 eka, hata kama nyasi ziko hivi, hata kufa, ili mradi apate maji kwa mwaka. Yani kwa mwaka anakula 2.5 eka, anakula, anakunywa maji, anaishi hata kama nyasi ni kavu. Lakini sasa unajua kinachoharibu uoto na ardhi hii sio mdomo wa ng'ombe, ni kwato. Ana miguu minne, mdomo ni mmoja unajua. Na mdomo ukila nyasi zinaota, lakini kwato inasiriba. Kwa ukiona ng'ombe 1000 una makwato mangapi? Mara 4. Kwato 1000. Lakini midomo ni 1000. Kwa hivyo tuhakikishe kwamba tunashirikiana kwa kufuga ng'ombe wachache wenye tija, ule mnada uwe wetu na eneo liwe letu. Kwa jina naitwa Eliakim Makule. Jambo ambalo nilitaka kuongea juu ya wafugaji hawa ambao wamepata maeneo haya zaidi. Nina imani kwamba neno nitakaloliongea inabidi nilizingatie. Kwa sababu gani? Hapa mlipopewa palikuwa ni mahali pa migogoro, lakini mgogoro huu unajua umeisha. Kwa sababu tamko limetoka kwa mkuu wa wilaya na limetoka mkoani. Kwa hiyo sasa hawa wafugaji najua ni wafugaji wadogo wadogo, lakini inabidi mjihami katika tabu zote ambazo zinaweza zikajitokeza. Nilikuwa ninaomba wafugaji wote msiachie wale wafanyakazi peke yao. Kwa sababu gani? Inabidi nyinyi wafugaji mhakikishe mumelinda mali zenu. Ikiwa na maana kwamba huyu mtu aliyetolewa hapa kwa leo, si kusema kwamba roho yake iko sawa. Ni sawa sawa na mtu kuwa kichaa. Kwa sababu gani? Hapa ameenda na hasira au ataenda na hasira kwa tukio ambalo limeweza kujitokeza. Anaweza akaja kabizia zizi moja moja na kulipeleka. Maana yeye sasa njia zote anazijua, mahali pa kupita. Kwa hiyo sasa nikiwaomba mjihami, tatizo hili lisije likajitokeza. Tumeibiwa. Utakuwa ni uzembe katika kazi hii. Unajua hotelini watu wakomi. Unaenda, ukipata njaa unarudi, ukipata njaa unarudi tena. Sisi tunasema rudi hata ikikupendeza leo, ulale huku, ndio itakayokuwa furaha yetu. Lakini pia tuna hakika, alisema mheshimiwa diwani hapa, una maelekezo na uliyatoa nikiwepo mbele yangu kwa Kasulo, na nilitegemea utapita, umeniambia nisingepita. Hili lilikuwa na kasi kubwa, lakini utapanga siku nyingine utamaliza, na vingine na vijiji vingine na kata zingine. Zaidi tukuombee wewe na kamati yako nzima na kamati yako ya timu ya mkurugenzi, msituchoke. Msisema hapa umekuwa mwisho. Hapana, bado tumesema kuna mambo tutakao kuja kuomba ushauri. Tutakuja kuomba mshauri. Nani anayemwakilisha mkurugenzi? Bwana Sangata. Utafanyaje? Yupo. Tutakuja ofisini kwako mheshimiwa, usituchoke. Nia yetu ni nini? Tufanye mambo yanayoleta tija ili iwe historia. Wale wengi wafugaji walikuwa ni sehemu ya kipande ambacho walikuwa wanajiona kama hawatambuliwi na serikali. Ndio maana unaona wengi wanasema tunashangaa. Na wewe mkuu wa wilaya, na kweli utakuwa historia katika mwaka huu kwamba wafugaji waliwahi kujivuna na mkuu wa wilaya, waliwahi kutamba naye. Huyu ni diwani ameongoza miaka 10, amekuja diwani mwingine, wamepita wakuu wa wilaya na wamenikuta hao wote. Alikuwepo Nyankonji Mariemu, amenikuta na ameniacha, alikuwepo Kanyasu, amenikuta, alikuwepo yule mama.
Sasa umekuja wewe, hayo mambo yote yaliyoshindikana kwako yamewezekana. Hivi tukiandika kitabu kwako tutakuwa tumetenda dhambi? Hapana kabisa, hatutakuwa tumetenda dhambi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Ngara mkoani Kagera Kanali Mathias Kahabi amewataka wafugaji kuwa na umoja na mshikamano ili kuondoa sitofahamu miongoni mwao. Kwa sasa tumeweka sawa mambo yetu kwamba hili eneo sasa la kwetu, utaratibu mwingine utafuata, wenyewe mtakaa vizuri na viongozi wenu, namna sasa ya kugawana, sio mazizi mweke wapi, sio ni nini, si ndio hivyo? Ndio. Mwana utaratibu mzuri ambao hautaleta tena taharuki kati yenu. Kwa mfano mnaweza mkaamua mazizi yawe huku kule sehemu ya malisho na mambo kama hayo, si ndio hivyo? Ndio. Mtaamua wenyewe. Alafu mtajenga hivi vijumba temporary hivi kama haka kwa vijana wenu. Msiwache vijana wakaishi kama wanyama jamani, kama tembo. Ni binadamu wale. Jengeni basi vya hivi, kuna muda they need to rest, wanakuja wanapumzika. Si ndio hivyo jamani? Msiibiane au kuchoreana tena michoro ya wizi. Kara racket huyu na huyu na huyu bwana, wale ng'ombe kesho wanaondoka. Mkawaita wale vijana mkawanunua mkawapa hela, ng'ombe wakaondoka. Siku 2 3, mkuu tunaibiwa. Aro, hii fimbo kazi yake ni kupiga. Cheza na mimi. Chapa mtu tanga na wewe. Aro. Pawe salama kabisa. Wengine najua mna maeneo yenu. Hatuzuii kutoleta humu ng'ombe kadhaa unakata kulingana na ukubwa wa eneo letu. Si ndio hivyo jamani? Uchoyo tutaki hapa. Hatutakuwa wachoyo. Mheshimiwa Diwani, upo mama? Very good. Leta ng'ombe. Leta ng'ombe. Peter, rafiki yangu sasa. Tena mtu mzito sana kwenye chama. Leta ng'ombe. Mtaleta mkuu. Very good. Kwa hiyo jamani, tufanye shughuli zetu za kiuchumi kupitia ufugaji kwa raha mstarehe. Na hii ni Dar es Salaam Tanzania TV, mimi Ayubu Amosi.